Karibu kwenye 18 za Open ndani ya Open Online Media, ikiwa leo ni Oktoba 8 ya mwaka 2025. Yapo mengi ya kimichezo na miongoni mwake ni kuhusiana na klabu ya Fountain Gate kuruhusiwa kufanya usajili licha ya dirisha hilo kufungwa, lakini pia viongozi mbalimbali wa soka nchini wameteuliwa katika kamati za mashindano za FIFA na kimataifa. Mchezo wa CAF Super Cup wapangiwa tarehe ya kuwakutanisha bingwa wa kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ni Yohana Mashauri. Lakini pia tupo na Kaizari Building Material, wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Wanapatikana uwanja wa Jamhuri Dodoma. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0769771165 au 0762771159. Wao ndio suluhisho la vifaa vya ujenzi. Tukianza na miguu sita, shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA limeridhia klabu ya Fountain Gate kufanya usajili nje ya dirisha la usajili kutokana na tatizo la kiufundi. Fountain Gate ilifungiwa na FIFA pamoja na TFF kusajili kutokana na kudaiwa na waliokuwa wachezaji wake wawili wa kigeni. Klabu hiyo ilikamilisha malipo ya wachezaji hao mnamo Septemba 1 mwaka 2025. Siku hiyo FIFA iliondoa adhabu hiyo kwa barua. Licha ya kutuma barua hiyo, FIFA ilikuwa imefungua akaunti ya usajili kwa Fountain Gate hadi dirisha la usajili lilipofungwa Septemba 7 mwaka huu, hivyo kuifanya klabu hiyo kushindwa kusajili wachezaji wapya. Kutokana na hali hiyo, TFF iliandikia FIFA barua kuiomba klabu hiyo iingize wachezaji kwenye mfumo kwa vile changamoto ilikuwa upande wao. Katika hatua nyingine, klabu hiyo imepanga kuzindua jezi mpya Oktoba 11 mwaka huu na kufanya tamasha la utambulisho wa wachezaji mnamo Oktoba 12. Inawezekana umekuwa ukijiuliza ni wapi utapata vifaa imara kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, lakini pia inawezekana unatamani kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi lakini unakata tamaa kwa kuogopa gharama, au umechukua tenda kwa watu lakini kila ukiingia dukani unachanganyikiwa kwa bei na ubora wa vifaa. Sasa suluhisho ni Kaizari Building Material ambao wao wanasambaza vifaa vya ujenzi popote pale ulipo. Wasiliana nao kwa namba 0769771165 au 0762771159. Kwa upande wa miguu 12, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia ameteuliwa kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni FIFA, huku rais wa Yanga Engineer Hersi Said yeye ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya FIFA ngazi ya vilabu, huku Neema Haji akiteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wasichana. Uteuzi huo utadumu kwa miaka minne hadi mwaka 2029. Na katika miguu 18, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika limetangaza tarehe ya mchezo wa Super Cup kati ya mshindi wa kombe la shirikisho pamoja na mshindi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mchezo huo utapigwa Oktoba 18 mwaka huu na kuwakutanisha Pyramid FC ambao walishinda kombe la klabu bingwa msimu uliopita kwa kuifunga Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na RS Berkane ambao ni mabingwa wa kombe la shirikisho walioifunga Simba Sports Club ya Tanzania. Na huo ndio mwisho wa taarifa za kimchezo kwa siku hii ya leo. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili uweze kuhabarika, kuelimika pamoja na kuburudika. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.